Kwa majina naitwa Judith Mgombera, ni mkazi wa kijiji cha Ifupa. Nimefurahi sana kwa hawa wadau kuja hapa shuleni kuwapongeza walimu. Wamefanya jambo la maana sana. Anapofanya vizuri itakuwa apongezwe, na pale anapofanya vibaya itakuwa akosolewe. Kwa hiyo wamefanya vizuri sana. Tunawashukuru sana hawa wadau. Kwa habari ya uzio, ni vizuri sana ungejengwa kwa sababu watoto wetu, ili tujue kusema hapo shuleni kuwe na geti. Na pia kwa habari ya vyoo, tunaomba na venyewe vifanyiwe ukarabati. Kuna matundu kama matundu 6. Vyoo vipo, ile nitakuwa viongezewe. Kwa jina naitwa Mchungaji Petro Masimbani. Ninachopendekeza katika eneo la shule yetu hii, cha kwanza kabisa ni uzio. Shule wana uzio mzuri, lakini pia pamoja na hilo, ingewezekana watuletee hosteli ya wavulana, maana wanaishi kwenye madarasa. Hosteli ya wavulana iko kwenye madarasa. Kwa kama mkuu wa wilaya angetusikia, mkuu angetusikia, angetuhamasisha tu tujenge nini hosteli ya wavulana. Jambo la msingi hilo. Lakini pia waliangalia na barabara letu na kutoka Ifupa kuja sekondari. Maana sasa watoto wanapata shida kwa nini? Kusafiri, hata kuleta mahitaji wazazi ni shida. Naitwa Hosea Rashidi Mbigia. Kinachotakiwa kufanyika hapa, tulikuwa tunaomba tu kama wazazi tuwe na ushirikiano na walimu, tuwe karibu na walimu, tufanye kazi kuna walimu kwa weledi na kwa uaminifu, ikusudi kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafaulu. Sawa. Vipi kuhusu hali ya miundombinu ya shule? Mnafanyaje kwa ujumla wenu wazazi na walezi kushirikiana na uongozi wa kijiji, kata, kuhakikisha shule inakuwa na mazingira mazuri, ikiwemo fence ya shule, lakini pia vyoo kwenye nyumba za watumishi, na nyumba za watumishi pia madawati na vitu kama hivi? Kwenye mazingira ya shule kwa kweli utengenezaji wa fence bado hatujafikia hatua ya kwamba tunaweza kuanza kutengeneza fence, ila isipokuwa tunawaza kwamba vyoo vya walimu viwe vizuri, kwenye stafu maeneo yote iwe safi. Tunaomba tu walimu watuvumilie kwa hali yetu wazazi na kushirikiana nao pamoja kutenda kazi sawa sawa na vile watakavyotenda wao. Katika ile mipango ya kutamani taaluma pande juu, wako wazazi hapa wanajua vikao tulivyoendesha hadi tunaanza kuplani wanafunzi wote wakae hosteli, wale wa kiume na waje hosteli. Tulikuwa ni mipango yetu kutaka ili taaluma ipande, na ilikuwa mijadala mikubwa sana. Lakini nadhani ufaulu ulivyoendelea kupanda kama alivyosema Mheshimiwa Diwani, hawa wadau walikuwa wanakuja hapa wanashika mkono walimu kupongeza. Wanasema yani hata mtu kimpongeza kwa kazi aliyofanya, tukimpongeza kidogo inakuwa ni pongezi na mtia moyo kusogea mbele. Ndio mpaka haya matokeo tunayoona yamefikia hapa leo. Hatujawahi kupata division 1 katika shule hii. Ndio vitu ambavyo tulianza kupambana navyo sana. Lakini mwaka jana nadhani ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 3. Baada ya matokeo ya mwaka uliopita, baada ya kupata division 2 zile zilikuwa 7 ambazo tulikuwa tujaipata. Alafu division 3 zilikuwa 6. Tuliamua kwamba hao walimu tunawalipa kila division 2 moja tunawalipa shilingi 10,000. Tulipata shilingi 70,000. Zile division 3 tukasema tunalipa shilingi 5,500 ambazo zilikuwa 6 ikawa shilingi 30,000. Tulikuja tuliwapa laki hapa, alafu tukawapa wanafunzi waliopo hapa walioshika nafasi za juu motisha ya daftari ili kuwatia moyo nao wajue kwamba wakikazana waleta matokeo mazuri mbele. Lakini muda huo tuliamua sasa walimu hawa ni kama tutamanishane mbele kwamba kunaweza kukalipwa hela zaidi mbele. Tukasema safari nayo kuja, kama kutakuwa na division 1 moja tutailipa shilingi 30,000. Ambapo zilipotokea division 1 2 zina shilingi 60,000. Tukasema division 2 moja itakuwa na 10,000. Zilipotokea 9 tumezilipa shilingi 90,000. Tukasema division 3 moja italipa shilingi 5,000. Zimetokea 15. Tumelipa shilingi 75,000. Kwa kipengele hicho tumepata shilingi 200,000 na 55,000. Lakini tukaona kwamba ufaulu wa watoto uwe zaidi, kila mwalimu apambane yani kwa sehemu yake. Tukasema ikitokea alama A kwenye somo, hiyo alama A kwa masomo ya sayansi tukasema tutailipa shilingi 10,000. Zimetokea A3 kwenye masomo ya sayansi, tumezilipa shilingi 30,000. Tukasema B tutailipa shilingi 5,000. Zimetokea B5.
ambazo zina shilingi 25,000. Tukasema C moja tutailipa shilingi 2,000 kwa masomo ya sayansi nje na hesabu. Zimetokea 29, tumelipa shilingi 58,000. Lakini tukasema C ya hesabu, mwalimu ila kazane zaidi au aone kuna muhimu zaidi, tukaliweka shilingi 5,000. Zimetokea C mbili za hesabu, tumezilipa shilingi 5,000 sawa na 10,000, ambapo jumla ya hela hapo sasa ukijumlisha toka pale juu kuna 5,042. Kwa maana hela taslimu wanazopewa walimu ukiachana na hizo zilizokwenda kwa wanafunzi tuna shilingi 606,055. Sasa nakabidhi hizo hela kwa mgeni rasmi ili awakabidhi walimu shilingi 606,055. Asante, piga makofi kwa wadau. Mwalimu, bunda hiki bwana. Pambane tupate 10. Kidato cha kwanza tunao wanafunzi 137, cha pili wako wanafunzi 125, cha tatu wako wanafunzi 64, cha nne wanafunzi 61. Jumla ya wanafunzi wako 387. Taarifa za miundombinu ya shule hapa. Kuna vyumba vya madarasa. Kwa mahitaji ni vyumba 8, lakini vilivyopo 12, ziada ni vyumba 4. Na ndivyo wanavyolala wanafunzi wetu wa kiume. Matundu ya vyoo, mahitaji ni matundu 20, yaliyopo ni matundu 14, yanaferi matundu 6. Maabara, mahitaji ni maabara 3, zipo 3, hakuna mapungufu. Viti vya wanafunzi, mahitaji ni 387, vilivyopo 306, tuna upungufu wa viti 81. Meza za wanafunzi, mahitaji ni 387, zilizopo ni 312, pungufu ni 75. Nyumba za walimu, mahitaji ni 12, zilizopo 5, mapungufu ni nyumba 7. Hosteli, mahitaji ni hosteli 2, iliyopo ni 1. Tunakabidhi hii motisha kwa walimu kwa kazi kubwa walioifanya. Kazi ya kwanza kutusaidia watoto wetu kuhakikisha tumepata division 1 wawili, lakini pia kushika nafasi ya pili kiwilaya. Kwa kama ofisi ya kata chini ya diwani tunakabidhi hii fedha 500,000 kwa walimu wangu. Kalembazie ni hesabu ni si hesabu? Hii hapa. Kamera na hesabu. Asante, kamera na hesabu. Kamera na hesabu. Asanteni sana. Nashukuru. Asante sana. Kuta tunatembea. Tukikuta tipu za mchanga, tukakuta tofali 10, 20, na sisi tunaenda kusema jamani, sisi Irungu tumeanza hapa, tunataka tusonge mbele. Hakuna mkurugenzi ataacha kuongeza fedha kwa sababu tayari tumeanza. Lakini mdau namba 1 ni wewe mwenyewe mzazi. Yaani hapa tunaweza tukaona pale vyoo ni kazi, lakini hivi hapa tunashindwa tofali moja moja. Kasoro mwenyekiti wa kijiji atachangia 10. Mwenyekiti wa bodi atachangia 20. Diwani atachangia matofali 100. Vyoo hatujajenga. Mwenyekiti wa chama tofali 20 mwenye chama chake. Mtendaji wa kata, bwana ujenge hata kwetu. Mtoto wako anaweza kaja tena mtendaji ukistaafu. Akute hapa au akawa afisa mkuu wa shule hapa, si ndio? Akute vyoo vizuri. Nyinyi mnasemaje ndugu zangu? Tunashindwa tofali moja moja huko. Sasa tofali si 1,000. Hamidi diwani naanza sasa. Natoa 100,000 ya tofali 100. Mpaka sasa hivi pesa tuliokusanya ni 4,60,061. Yaani kwa haraka ambao mimi sio fundi, tayari tunaweza tukawa na tofali za kujenga angalau matundu 2. Si ndio jamani? Haya sasa hapo pengine mnasema diwani, asante chanjile tunakutuma. Hebu tuende pamoja, sema diwani tunakutuma. Asanteni kwa kunituma. Mwalimu anasema ashachimba na shimo tayari. Na hapo bado ya mwenyekiti wangu wa chama. Na bado hapo waliosoma. Jamani mbona tumetoboa? Nitumeni tena niende nikapambane. Mimi naondoka na afisa tarafa wangu sasa. Kwamba sisi Irungu tumeanza, tunaomba support kwenye habari ya nini? Ya vyoo. Kama una mboga, mwenyekiti amesema 30. Makofi kwa mwenyekiti. Anasema tumemshusha sana. Mwenye chama chake anatoa tofali 30. Huwezi ukaomba mboga kama una mboga iliyo chacha. Ola sio wani wa mwenye kandushi. Yaani mimi diwani hapa mkinipa mboga iliyo chacha nikienda saa hizi, nikitoka hapa. Huyu bahati nzuri dadangu nimefanya naye kazi toka naingia udiwani nimemkuta. Namaliza udiwani yupo. Ananijua kwamba diwani ni mtu wa namna gani. Wana mimi nikitoka hapa
Naenda jamani, nina mboga imechacha, mnataka nife njaa, nipeni na mimi nkwende ambao nzuri sasa. Lazima niwe na kitu ambacho kidogo cha kuombea. Naomba mniunge mkono. Lakini sijasema sasa tofali moja, ukiwa na uwezo wa 2, 3 kwa mfano kama gesi. 10. Haya 10. Kwanza nianze na mimi nizoage mezani, sio? Wao wanaziona. Jina boss. Jina Evaristo. Mimi hapa 10. Hizi hapa jamani, 100,000 matofali 100. Munjo hono. Asante sana. Irungu itajengwa na wana Irungu wenyewe. Naitwa Odavia Webi, ni afisa tarafa Tembela. Naomba nitoe salamu za Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwenu. Lakini pia Mheshimiwa DC anawapongeza kwa kazi mbalimbali ambazo mnazifanya, ikiwa ni lengo la kuhakikisha mnapata maendeleo kwenye maeneo yenu. Anatambua kazi mbalimbali ambazo mnazifanya kwa jitihada zenu, na amesema serikali iko na nyie bega kwa bega kuhakikisha lile ambalo mnatarajia kufikia mlifikie. Kwa hiyo serikali iko na nyie, haitawachoka, siku zote iko na nyie. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana na serikali. Lakini binafsi naomba niwapongeze pia kwa jitihada mbalimbali ambazo mnazifanya, nikianzia kwenye swala kubwa la elimu. Ukiangalia kati ya vipindi vyote vya nyuma ambavyo vimepita, lakini kwa kipindi hiki Irungu mmetisha. Mmetisha sana. Kwa naomba niwapongeze wazazi kwa jitihada kubwa ambazo mnazifanya, lakini kwa kushirikiana na mkuu wa shule na uongozi mzima wa shule. Inaonekana nyie ni timu. Ndio maana mmeweza kupata matokeo ya ufaulu wa hali ya juu. Lakini pia naomba nitumie nafasi hii kuendelea kuwasihi, kuendelea kutoa ushirikiano huu, ikiwezekana ushirikiano wa zaidi. Kwa hiyo jamani, tunaambiwa hivi wazazi, yani kitu pekee cha kumrithisha mtoto ni elimu. Mwingine anaweza akapinga kwamba kwa nini iwe elimu, mbona tuna watu wengi wa darasa la 7 wametusua maisha kuzidi hata watu ambao wamesoma. Lakini ukija kawaida tu kwa tafasiri halisi, bila kujua kusoma na kuandika, kitu ambacho tunakipata shuleni, yani hata biashara huwezi ukatoboa. Kwa hiyo elimu ni jambo la msingi kwa watoto wetu, ili hata kama wanafanya kazi zingine tofauti na kuajiriwa na serikali, lazima wajue elimu, wapate elimu, ndo mambo mengine yaendelee, wayafanye kwa ufanisi. Waleteni watoto shuleni wapate elimu, ambayo hiyo elimu itamsaidia katika maisha yake kwa namna yoyote ile ambayo ataendelea na maisha yake. Bila elimu hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo tuwalete watoto shule. Lakini pia tunao watoto wa shule za msingi, wengine tunawafungia, wamefikisha umri wa miaka 5, 6, anatakiwa aende shule aidha aanze awali au aanze elimu ya darasa la kwanza. Lakini kulingana na shughuli zetu, mwingine anasema mimi wa kwangu ataanza mwakani. Tunawachelewesha watoto jamani, tuwapeleke watoto shuleni, wapate elimu wanayotakiwa kupatiwa, na mwisho wa siku waweze kufikia malengo yao.